Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema sintaumizwa tena katika maisha yangu. Sintaumizwa tena katika maisha yangu. Ni mimi Mwalimu Peter na kukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Sintaumizwa tena katika maisha ni sauti ya maamuzi baada ya kujifunza siri ya namna ya kuepuka maumivu. Watu wa karibu wanaweza kukuponya, lakini pia wanaweza kukuumiza. Siri ya kuishi nao kwa furaha ni kuchagua hekima, msamaha, kuweka mipaka na kuwa na moyo wa kujifunza. Furaha yako ni jukumu lako, si la mume wako, si la mke wako, si la ndugu yako, si la rafiki yako, na wala si la mtu awaye yoyote. Wewe ndio mwenye jukumu la kuhakikisha hauumizwi, hauumii kwenye maisha yako. Hebu tuangalie siri chache ambazo zitakusaidia usiumie kwenye safari ya maisha yako. Fanya maamuzi kwamba sintaumia tena. Jambo la kwanza, tambua watu wa karibu na wewe wana mapungufu. Na hayo mapungufu adui anaweza kuyatumia ili kukuumiza wewe. Hilo ni jambo muhimu sana la kutambua. Mume wako au mke wako, rafiki yako au watoto wako wanaweza kusema au kufanya kitu kibaya cha kukuumiza. Si kwa sababu hawakupendi, bali kwa sababu wana mapungufu. Kwa hiyo, ukikubali mapungufu yao, utaumia kidogo na utakuwa na utayari ndani yako kuwasamehe. Na unapowasamehe, Mungu anakufundisha namna ya kuishi nao bila kukuumiza. Kumbuka, usitarajie ukamilifu kwa watu, bali kwa Mungu. Siri ya pili ni kujitambua na kujikubali. Fahamu wewe ni nani, una thamani gani, una malengo gani kwenye maisha yako. Jikubali ulivyo bila kutegemea uthibitisho toka kwa watu. Watu wananionaje? Au watu wanasema nini? Au watu wananiwazia nini? Au watu wamesema nini? Jikubali ulivyo. Kujitambua kunazuia kila neno au tendo kufanyika kiboko cha kukuumiza. Kumbuka, kujitambua kunasaidia sana kufahamu kwamba Mungu ndio msemaji wa mwisho wa maisha yako na si vinginevyo. Kwa hiyo sauti zingine zote, kama haziendani au hazifanani na msemaji wa mwisho wa maisha yako, unazipuuza, unaachana nazo. Hii itakusaidia usiumie kwenye maisha yako. Jambo la tatu au siri ya tatu itakusaidia usiumizwe. Jifunze kusamehe. Na unaposamehe si kwa ajili yao, bali kwa ajili ya afya yako ya roho.
Kukosa kusamehe ni kama kunywa sumu ukitarajia adui yako afe. Moyo uliojaa chuki hauwezi kuwa na furaha. Ukibeba maneno ya kukuumiza kila siku, utatembea na mizigo. Utaishi kwa huzuni na kuumia na vitu ambavyo sio vya muhimu, havikusaidii kwenda mbele. Samehe, sio kwa sababu wanastahili, bali kwa sababu unahitaji kupona. Unahitaji kufanikiwa kwenye maisha. Unahitaji kuona ndoto zako zinatimia. Kwa hiyo unapokubali kusamehe, ni kwa ajili ya kuponya nafsi yako, sio kwa ajili ya wale waliokukosea. Kwa hiyo unasamehe kwa sababu hutaki kuumia kwenye maisha yako. Hiyo ni siri ya 3. Siri ya 4 ni maneno ya hekima au ya kutia moyo. Amani yako ni zawadi kutoka kwa Mungu na si kwa watu. Furaha yako haihitaji ruhusa ya mtu mwingine kuwepo. Kwa hiyo usikubali ipotee. Kusamehe ni silaha, si udhaifu. Kuweka mipaka ni kujitunza na si kujitenga. Furaha yako ni hazina. Usikubali mtu yoyote au tukio lolote kuichukua. Amua sasa kuwa hautalia tena. Hautalia tena. Amua sasa hautavunjika moyo kwa maneno mabaya yanayosemwa. Amua sasa hautapoteza mwelekeo katika maisha kwa sababu kuna mtu au watu wanakudharau. Na katika maisha yako, usikubali kuruhusu chuki ya watu wengine iondoe thamani ya maisha yako. Thamani ya maisha yako haitokani na watu, inatokana na aliyekuumba. Kwa hiyo usikubali mazingira yanayokuzunguka, watu wanavyosema, au tukio lolote litakalokukuta kwenye maisha yako. Usikubali kwenye fikra zako kuona thamani yako imepotea. Thamani yako haitokani na vitu, haitokani na maneno. Inatokana na kazi ambayo Mungu ameifanya ndani yako. Ukilitambua hilo, hautaumizwa, bali siku zote utamshukuru Mungu na kumtukuza. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Usiumie tena kwenye maisha yako.